Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 18 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Simoni, askofu na shahidi. Simoni alikuwa mtoto wa Kleofas. Anaitwa pia ndugu yake Bwana katika Injili za Mathayo na Marko, yaani binamu, kwa kuwa mama yake alikuwa dada yake Bikira Maria. Alizaliwa miaka 8 kabla ya Kristo. Simoni alikuwa mmojawapo wa wafuasi 72 wa Bwana Yesu, na alikuwepo wakati Yesu anapaa mbinguni na wakati wafuasi wa Yesu wanashukiwa na Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste. Inasemekana kuwa yeye ni mmojawapo kati ya wale wafuasi 2 aliowatokea Kristo mfufuka wakati wakielekea Emau baada ya kufufuka kutoka wafu. Siku ya Pasaka mwaka 62, kaka yake Yakobo mdogo, askofu wa kwanza wa Yerusalemu, aliuawa na Wayahudi. Simoni, ambaye hakuchelewa kuwakemea Wayahudi kwa ukali bila woga, kwa kitendo hicho aliteuliwa kushika wadhifa wake. Wakati akiwa askofu wa Yerusalemu, vikundi kadhaa vya kizushi viliibuka ambavyo vilipinga umungu wa Yesu Kristo na mafundisho mengine ya msingi ya Kikristo. Uzushi huu ulitishia kuligawa kabisa kanisa. Mwaka 66, Mungu alipomtahadharisha juu ya mipango yake ya kuangamiza mji wa Yerusalemu, askofu Simoni aliondoka na kuhamia Pela, ambapo ni maili 65 kutoka Yerusalemu, upande wa pili wa pwani ya Yordani. Miaka 4 baadaye, jeshi la Kaisari Tito wa Roma liliingia Yudea kuzima mgomo wa Wayahudi na kuteka mji wa Yerusalemu kwa miezi 5 kabla ya kuuharibu na kuufanya magofu mwaka 70. Matokeo yake Wayahudi 600,000 waliuawa, lakini kile chumba ambacho Yesu na wanafunzi wake walikula karamu ya mwisho na ambacho wanafunzi walikusanyika wakati wakisubiri zawadi ya Roho Mtakatifu hakikuharibiwa, na baadaye kiligeuzwa kuwa kanisa. Inasemekana kuwa Wakristo wa Yerusalemu na askofu wao walirudi tena katika mji wa Yerusalemu, mji ambao ulikuwa umeharibiwa vibaya, na wakaishi huko mpaka Kaisari Hadriani mwaka 134 alipomaliza kuharibu kabisa mji wa Yerusalemu. Simoni alifanikiwa pia kunusurika katika madhulumu ya Kaisari Vespasiani na Domisiani, wakati kila mzao wa Daudi akitafutwa auawe. Lakini mwaka 112, wakati Kaisari Trajani alipowatesa tena Wakristo, baadhi ya wazushi wa Kiyahudi walimshtaki kwa Warumi kuwa Simoni ni ndugu yake Yesu na ni Mkristo. Hivyo Simoni alikamatwa, akateswa vibaya sana kwa siku kadhaa na hatimaye wakamuua. Alikufa mwaka 112 akiwa na miaka 120. Kifo cha Simoni kinahitimisha kipindi cha mitume kwa sababu inaaminika kuwa alikuwa mfuasi wa mwisho kufa kati ya wale wafuasi 72 waliomuona na kuzungumza na Bwana Yesu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mtakatifu Agustino
anatupatia tafakari fupi inayohusu maisha ya Mtakatifu Simoni, askofu na shahidi. Wakati adui atakapoondolewa kutoka ndani ya mioyo yenu, mkataeni, sio tu kwa maneno, bali kwa matendo, sio tu kwa midomo, bali kwa kila tendo la maisha yenu. Watakatifu wengine tarehe 18 Februari: Mtakatifu Konstansia, Mtakatifu Theoton Abati, watakatifu Silvanus, Rutulus, Classicus, Secundus, Fructus, Maximus, Damasus, Paulus na Martialus, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Simoni, askofu na shahidi, utuombee.